kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Pengine sasa hawa watu ambao wanaamini katika muktadha wa kidini waelewe nini hasa? Kwanza mimi sipingi mtu kuamini chochote katika mfumo, katika hivi vita, lakini acha ile imani ya mtu kuamini kwamba hilo katika hivi vita. Rafiki yangu, labda nikusomea kitu kimoja uelewe. Mpango wa kuivamia Iran si wa Trump wala si wa Netanyahu. Umepangwa, Netanyahu hayuko madarakani. Ulipangwa, Trump hayuko nini madarakani. Hii ni policy ya Marekani, ishatengenezwa miaka mingi na kina Henry Kissinger na wengine, na si tu kwa Iran peke yake. Mkakati umetengenezwa, rasilimali zote za dunia ziamuliwa na watu wachache. Kwa mfano hii dhahabu ambayo iko Tanzania, anayepanga bei ni nani? Mtu wa nje. Sasa dhahabu, soko la dhahabu limepanda, imekuwa dola kadhaa, mara imeshuka. Nani anapandisha na kushusha? Waga usijiulize maswali. Kwa nini ipande na kwa nini ishuke? World Bank. Ni mchezo tu. Na hakuna sehemu yenye wizi mkubwa kama benki. Benki wanavuna wasichokuwa nacho. Hela yako hiyo hiyo ndio wanakopesha. Wanapata riba. Sasa mnaanza kuambia leo hakuna hela. Kwa nini mnaelewa nileke hela yangu ndani? Sababu hela umetoa. Kwa hiyo wana buy time. Na mara nyingi unapokuwa kuna mpango wa kukopesha kupitia World Bank, mpaka mabenki yote wana uhusiano. Nchi yote yenye central bank ina connection na benki kuu. Na benki kuu, director wa benki kuu mkuu ni Marekani. Na benki kuu inatawaliwa na Federal Reserve Bank, benki ya Marekani. Na benki ya Marekani, Federal Reserve Bank, ilianzishwa na kina Rockefeller pamoja na Rothschild. Kwa kuna watu wachache ambao wana control benki kuu. Na benki kuu inasimamia benki kuu za nchi zote. Benki ya dunia, benki za nchi zote. Na benki ya nchi inasimamia benki zingine zote. Ni connection ya kipesa. Sasa kuna wakati wanakopesha, msimu wa kukopesha. Uchumi uko kwenye boom. Wakishakopesha baadaye wanabinya uchumi. Uchumi unaanguka. Muda wa kulipa. Hamna, mlipi, nashinda kulipa. Na benki kwa hivi hawakukopeshi pasipokuwa na mali isiyohamishika. Unatoa kiwanja, unatoa nyumba. Wewe wanakupa karatasi. Hizo ni certificate. Hii note ni certificate plus. Pesa ni dhahabu. Ni dhahabu. Pesa nini? Dhahabu. Hii pesa. Hii benki kuu ya Tanzania. Nakwambia hapa. Hii ni certificate ambayo ina fedha halali kwa malipo ya shilingi 1,000. Kwa hiyo hii nani amepima hii ilipe karatasi? Hii ni certificate. Sawa? Umekuja kwamba malipo ya shilingi 1,000 na maana utavuka shilingi 1,000. Uishie hapa. Sasa hii ni certificate. Pesa ni mali, si hizi karatasi. Ukiwa na gesi, ukiwa na mafuta, ukiwa na rasilimali, ukiwa na kifupi, pesa ni ardhi. Mtaji mkubwa ni ardhi. Sasa iko hivi, pesa ya zamani ilikuwa unataka kununua nyumba, unaambiwa hapa ni vipande viwili vya dhahabu, hapa ni vipande viwili vya shaba au vitatu. Kwa hiyo unanunua, unampa mtu nyumba, unampa mtu ardhi, anakupa dhahabu. Wajanja ndio watawala dunia, wanaona kwamba dhahabu watashindwa. Ili wapate mali za dunia, ilibidi waunde certificate mwaka 1912 Federal Reserve Bank. Na wale wapinga ni matajiri watatu wa Marekani, kina Jacobo, ndio wakawatengenezea Titanic, wakawazamisha. Ndio ikaundwa Federal Reserve Bank, ndio ikachapisha paper money. Dola bilioni. Sasa picha Marekani ilikuwa ni yani kuna sarafu ya dhahabu, kuna sarafu ya shaba. Kwa unaambia hii gharama tupe sarafu 10 za dhahabu tukupe gari. Sasa lakini leo unanunua gari kwa certificate. Sasa nani anaipa thamani hii pesa? Hii inatakiwa ipewe na dhahabu. Lakini sasa mwisho wa picha anayeipa nguvu ni nani? Wanakuambia kwamba uchumi wa Marekani ni strong. Kwa hiyo unakuwa unasimamia nini? Manunuzi ya thamani ya pesa. Sasa kwa dola siku Marekani dola ikianguka, hizi ni hasara kubwa, ni karatasi tu. Maana wajanja wa uchumi wanasema kwamba kwani tuegemea dola. Dola ina nguvu yake ipo kwenye mafuta na dhahabu. Kwa leo Marekani anakukopesha dola bilioni 10, anakupa karatasi. Sawa? Kwamba yeye ufanyie maendeleo fulani. Mtoto mfano. Alafu baadaye
ukishindwa kumlipa yeye anachukua ardhi. Na Mchina leo na hivyo wanafanya, ukishindwa anachukua bandari, anachukua sijui nini, kila kitu. Sasa hii ni mkakati wa kutawala mtu. Kwa maana mtu mwenye nguvu anayemiliki dhahabu, gesi, mafuta na ardhi, huyo ndo ana mali. Na benki inataka hicho kitu. Kopa nipe ardhi, kopa nipe nyumba. Tuko pamoja mpaka hapa eh? Sasa kwa hiyo Irani hicho kitu inakataa. Irani ina rasilimali ya mafuta na gesi. Mrashi ana mafuta, ndio maana anawashinda wazungu wa Ulaya, kwa sababu yeye wao na karatasi, yeye ana nini? Ana mafuta. Anawaambia hata mkinikia vikwazo mimi taishi ndani na wananchi wangu, na tuna ardhi, tunalima. Mpango wa Mungu alitupa rasilimali kwa ajili ya maslahi yetu. Ila kuna watu ambao wanataka control rasilimali za dunia. Lengo nini? Wakisha control rasilimali za dunia, wanakuwa na control akili yako, wana control movement yako, kila kitu wana control wao. Nchi za Afrika ni slave, na nchi za Afrika zinahesabiwa kama nchi, zinahesabiwa kama makoloni. Nchi duniani ambazo zinahesabika ni Marekani, Urusi, China. Hao ndio nchi. Nyinyi wote ni makoloni, freedom country ambazo zinajiamulia ndani yao wenyewe. Kina Uingereza kidogo au Jerumani, lakini wengine hapo sisi unakuhesabia tu huyu ni zoni fulani ilikuwa chini ya Muingereza. Hii ni zoni fulani ikiwa chini ya Mfaransa. Hata Traore anaonekana ni muasi, hata hoja kumuondoa kesho kutwa tu. Swala la muda, sio tu la muda, si kama anashindwa kumuondoa, sio la muda tu. Kwa hiyo blaza, Irani ni nchi ndogo kwa maana ya kulinganisha na wale wakubwa. Wanachotaka hawana mpango na wananchi sana wa Irani. Wana mpango wa nishati au rasilimali za wapi? Za Irani. Umejibu vizuri sana. Sasa ukiangalia sasa hivi vita inavyozidi kwenda, Irani na yenyewe imekuwa imara sana. Imekuwa ikifanya vita, imekuwa ya muda mrefu. Ukiangalia hata mkakati wa Marekani ulikuwa ni kufanya regime change, lakini imeshindikana. Ukiangalia kama imeshindikana. Nguvu ya Irani inatoka wapi hasa? Ni zile support ambazo wanazipata labda kwa Urusi na washirika wake, kama ni nini hasa? Urusi amesema kwamba atahakikisha mshirika wake sasa hivi ataanguka, Irani. Na Xi Jinping, rais wa China, alisema kwamba atahakikisha Irani haitamilikiwa na wale ambao wanajiona wanatawala nini dunia. Lakini kuanguka kwa Irani hakutegemea sana Mrussia na Mchina. Ni watu wa Irani. People of Iran. Nchi ikiwa na solidarity, hata kama ni nguvu ya Marekani inakuja kupiga, itawapiga tu, lakini itashindwa kuwatawala. Ili mtu akija kwenu nataka kuwatawala na ndugu mmeshikamana, hatawali mtu hapa hata kama ana nguvu nyingi. Ataka kwenye kochi mtampiga mawe, atabinuka hivi mtachoma kochi, au sio? Hiyo nyumba atakaa hawezi. Lakini nchi, nyumba yenu ikiwa imefitinika, akaja mwenye nguvu, nyinyi haba mko 100, akang'oa 50, si anaishi? Anaishi. Mtaka kumpiga, wale 50 wanapigana na nyinyi. Sasa ndicho ambacho Marekani anataka kwa Iran. Kama wale ile kundi ambalo linaipinga serikali ya Iran liunge mkono Marekani, liondoe serikali ya nini? Ya Iran. Sasa imetokea maajabu, hicho hakijakuwa. Huenda kitatokea wakati mwingine. Wengine wachambuzi wengine wamepredict kwa kimataifa kwamba inawezekana sababu ya uchumi ni mbovu wa Irani, na Irani imepoteza thamani ya dola bilioni 150 kwa hii vita. Huenda mbeleni wananchi wakakosa chochote, kwa sababu wananchi si wazalendo kwenye njaa, wataamua vinginevyo. Sasa hiyo ni kama kubeti. Sasa ndio jamaa mwishoni hapa Marekani amepiga sehemu kubwa za kuangamiza sehemu za kiuchumi za Irani. Ile atakiondoka basi amewafanya kuwa kilema, ili baadaye tena kupitia Europe na nchi zingine maajenti wake yanza siende mbele, ila wale maajenti wake wakaenda kuongea na Irani vizuri, kumkopesha, lakini ikawa ni yeye kwa mkono wa nini wa nyuma. Kama sasa hivi wanataka kufanya mazungumzo, hatujui mazungumzo yataishia wapi, maana wamesimamisha vita kwa siku ngapi? 5 kwa maana ya kushambulia zile sehemu zenye nishati. Trump amezungumza hivyo, na pia amelaumiwa kwa sababu pia Trump sababu ni kiongozi mkubwa duniani. Kuna nchi ambazo ni marafiki zake wanatumia nishati ile na ile njia ile ya Hormuz. Sasa panapokuwa na mgogoro mkubwa, wale wanamwambia mzee, vipi baba, tunateseka. Unaona, sasa hiyo inamfanya kichaa wake unapoa. Lakini kama ingekuwa ni rais kichaa, angefanya fujo sana pale na uchumi wa dunia ungefanyaje?
unge collapse sana. Lakini iko hivi, labda tu nikujibu. Hapa sio tumeongea maneno ambayo yanaonekana. Na hoja tumezivunja za udini ambazo hazipo. Ingawa ni kweli ulimwengu umepatana. Si kwamba tusiwe na watu wenye msimamo mkali wa kidini. Walipatana kuanzia mwaka 2000 chini ya uongozi wa Papa Yohana Paulo wa pili. Viongozi wa dini duniani walikuwa wamezuria, hata wa Iran walizuria kwamba tumfanye Pope kuwa overseer, muangalizi wa dini zote. Na pia tupambane na watu ambao ni fundamentalisti. Uje usikie neno fundamentalisti likizungumzwa na viongozi na wadini wakubwa na wanasiasa wakubwa, kwamba wale watu ambao wana siasa kali za kidini hawafai, hawana mpango, hawafai kwa maslahi ya dunia, sababu dunia inatafuta amani. Sasa hiyo ipo. Sasa hiyo haibezi kwa Waislamu, inabezi kwa mtu yote ambaye ni fundamentally. Wanapo walipatana katika walifanyika kule Italy, Assisi, mji wa Assisi, viongozi wote wa dini. Kwa ina maana wote wakapatana kwamba kila kiongozi wa dini akashughulikia dini yake kuondoa fundamentally, ndio wale waumini wenye siasa nini kali. Hiyo ipo itikadi kali, na ndio ambao pia amekuwa akiwazungumzia Netanyahu kwamba wasuni wa siasa kali, wa Shia wa siasa kali waondolewe. Hata Wayahudi wa siasa kali wanapigwa sana kule Israeli, Orthodox Jews au wana serikali ina nguvu nao mkubwa sana, nao hawatakiwi pia ndani ya Israeli. Maana wanataka pia Taurati itawale Israeli, na jamaa hawataki. Leo paka hapo kwa watu wa siasa kali hawatakiwi ulimwenguni kote. Sasa usije ukasema ni Uislamu unapigwa vita. No, ni mtu yoyote mwenye imani kali. Hata Tanzania hapa tuna kikundi kinaitwa Maridhiano na Amani. Viongozi wa dini wanaliziana nini? Kwamba wanaliziana kwamba eti yale maneno ambayo yananiuzi mimi nisikuambie, yanakuzi wewe nisikuambie. Kama dini yangu kuna jambo nikiongea litakukasirisha. Na ukiongea lako utanikasirisha. Hayo tusiongee. Tuongee yale ambayo tukiongea tutacheka. Ndio dunia imefika hapo. Hakuna siasa ya ajali. Ukiona mambo ya maridhiano yametokea kule Assisi, huko Vatican, kwenye hasa mwaka 64 kule, kwenye mkutano wa pili wa Vatican, inaitwa Vatican II au mtaguso wa pili wa Vatican. Yameanzia kule. Kwa hiyo kuna power nyuma ya pazia nataka itawale dunia kwa jina la amani. Tuko pamoja. Sasa tuachane na hicho kitu. Nataka nikueleze kitu kimoja, nithibitishe kwamba vita hivi si vya kidini. Ni vita vya kiuchumi. Na lengo moja, zoni ambayo itakayotengenezwa ni zoni ya kiuchumi. Itakayotengenezwa zoni ya 7 au jimbo la 7 ambalo limetengenezwa na Club of Rome. Hii dunia imetengenezwa kwa majimbo 10. Majimbo 10. Kuna watu wanaita Club of Rome ambao wanafanya kazi na Umoja wa Mataifa. Club of Rome umegawa dunia katika season 10, majimbo 10. Jimbo la Mashariki ya Kati na North Africa ni jimbo la 7. Ndio jimbo korofi. Sisi huku ni jimbo la 8. Sababu Sahara Afrika poko Tanzania, kasoro Misri, kasoro South Africa na Namibia. Namibia na South Africa wameunganishwa na Australia. Sababu ya nguvu yao ya kiuchumi. Kwa sisi nchi zote kutoa North Africa na South Africa na Namibia tunakuwa ni jimbo la 8. Sawa, jimbo la 8. Marekani ni jimbo la kwanza ambao ni Canada, Greenland pamoja na Marekani yenyewe. Kwa sababu Greenland wanataka waichukue. Hii watu wanasumbuana. Kimkakati Greenland kishapewa Marekani. Way back. Anachakata tu kwamba liwe jimbo la 8, jimbo la kwanza. Na jimbo la pili la kiuchumi ni West Europe. Na jimbo la 3 ni Japani pamoja na Korea Kusini. Jimbo la 5 ni kina China hao. Na nchi za kina Vietnam huku na kadhalika. Sawa? Kwa hiyo dunia imegawa katika majimbo mangapi? 10 ya kiuchumi. Kwa hiyo ndio mpango wa New World Order. Kwa kutakuwa kuna magavana wa dunia 10 ambao wakisimamia zoni 10 za kiuchumi duniani. Sasa nchi kama kina Irani hawaendani na ule mpango. Sawa? Kwa maana lazima itengenezwe ndio jimbo la 7 ambalo ni jimbo korofi. Na hilo jimbo korofi pale inatakiwa mwenye nguvu awe Israeli na Saudi Arabia. Wawili tu. Ndio inatakiwa iwe hivyo. Alafu na jimbo hili huku sisi hapa kuna Kenya na kuna Nigeria. Ndio leaders. Kule ni Marekani. Canada wapi kule Marekani na control. Sasa kila zone na mkuu wake.
Sasa hii vita isikie vizuri hapa. Henry Kissinger anasema hivi kwa na hoja kwenye mahojiano ya Daily Scape. Kwa vita vya kidunia vya tatu, kwanza nimeelezea Henry Kissinger ni alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani najua ni mtu mkubwa sana duniani. Ni baada ya rais. Alafu pia kuwa ni mshauri wa usalama wa Marekani. Mambo ya usalama. Sasa alisema hivi, vita vya kidunia hili miaka 70 na kitu. Vita vya kidunia vya tatu viko njiani. Na Iran itakuwa mahali pa kuanzia katika vita hivyo. Ambayo Israeli italazimika kuua Waarabu wengi iwezekanavyo na kuchukua nusu ya Mashariki ya Kati. Umeona pointi hiyo? Leo jamaa wao Israeli simeua sana Waarabu wengi. Mpaka sasa inaua watu, inaua wengi. Nimeua juzi watu wa Gaza wengi sana kama 15. Tumeambiwa jeshi la Amerika kwamba tunalazimika kumiliki nchi 7 za Mashariki ya Kati kwa sababu ya umuhimu wa kimkakati. Iran ndio ya kumwisho. Haswa kwa sababu ya zina vyanzo vya mafuta na rasilimali zingine za kiuchumi. Kuna hatua moja tu iliyobaki ambayo ni ya kuipiga Irani. Ni Henry Kissinger. Kumiliki rasilimali za nini? Za mafuta na zingine za kiuchumi. Wanavyoambia watu mambo ya dini au huko pro Iran wa Tanzania, kumekuwa kama mashabiki mandazi. Hawajui siri ya ndani. Kwa hiyo wanataka kumiliki uchumi wa mafuta na rasilimali zingine za Iran na Mashariki ya Kati. Nchi zote zimeobei order. Iran ndio imekataa kuobei. Sikia. Ngoma za vita tayari zimesikika Mashariki ya Kati. Na kiziwi ndiye tu ambaye huwa hasikii. Sikia vizuri sasa. Kwa maoni ya nasema hivyo, hebu kidogo. Ulaya umefunzwa vizuri katika mapigano hayo katika miaka 10 iliyopita. Utakapoamriwa kwenda kupigana na hao wapumbavu, watatii maagizo na kuwageuza hao watu wapinzani kwa majivu. Ndio? Juzi NATO huyu Mark Rutte amesema NATO imeungana kufungua mkutano nini? Mlango wa Hormuz. Sikia, tumeajiri au tumenunua raia wa ndani kutoka nchi hizi za Kiislamu na wafanyakazi kwa mpango yetu, kwani tumefanya uwekezaji mzito kwao. Kwa sababu watu wanauao mle ndani tayari washanunuliwa watu. Hawa watafanya vizuri zaidi ya matarajio yetu. Kwa kupitia wasaliti hawa tumekaribia sana malengo yetu yaliyopangwa. Hawa ndio wanaofanya labda viongozi wengi wa Iran wanapoteza maisha. Wasaliti hao. Sikia sasa. Amerika na Israel wameandaa sanduku kwa Urusi na Iran. Na Iran itakuwa msumari wa mwisho katika jeneza hili. Baada ya Amerika kuwapa nafasi ya kupona, kujijenga na hisia za uongo za nguvu, kujiona wana nguvu, alafu wataanguka milele. Yaani Russia na Iran. Alafu nasema ili kwamba Amerika ambaye ni Freemason anasema iweze kujenga jamii mpya ya ulimwengu ambapo kutakuwa na serikali moja tu yenye nguvu kubwa. Mwisho wa kunukuu. Hapo ndio mnaita New World Order. Sasa huyu ni Henry Kissinger, mtu mkubwa sana. Sasa akiongea point hiyo, kwa ina maana Iran leo kama tuko katika mipango yao ya nini? Ya mwisho. Kwa Iran ndio ya nini? Ya mwisho. Na Russia ameingia pale. Na Mchina yuko. Na muongea hapa Mchina. Kwa hiyo ukishika ule uchumi wa ule mlango wa Hormuz ambao Trump ameshabadilisha jina, anasema ni ameita guba ya Arabia, si guba ya Uajemi. Mbona point hiyo? Kwa maana wakishaushika ule mlango China chini. Maana anatumia ule mlango kuchukua mafuta pale kwa 40%. China. Mrashi anajitegemea mwenyewe. Lakini Mrashi atataka Irani yaanguke kwa sababu akianguka Irani hakuna resistance nyingine. Ina maana atamuelemea yeye. Ni kama leo unaona jirani yako hata kama upatana naye anapigwa na adui yako mwingine mwenye nguvu. Unajua huyu akianguka huyu nafuata mimi. Sasa ili huyu jamaa ameweza kuwa mnakaa jirani na conflict zenu lakini si zile za kufanya muangamizane. Sitabidi muunge mkono ili mumpige yule jamaa. Sasa ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo Iran itapoanguka, my brother, resistance kubwa ya dunia itakuwa imeanguka. Iran na mambo ya ajabu. Sikatai. Kaua wananchi wake wengi sana. Sima video zijaonyeshwa sana, lakini ameua sana wananchi wengi.
na vitu vingi kavifanya basi vizuri, hata doctrine yake kuiangamiza nini Israeli na vinginevyo. Lakini pia Irani si mbaya hivyo kama inavyosemwa. Hiyo pia tuliongea kisa kibinadamu. Sawa? Sababu hawa watu wanaosema kwamba Irani ni mbaya sana, wao ndio washafanya mabaya mengi kuliko Irani. Tuko pamoja? Hivi kuangamiza watu 60 si ni mchezo? Kwa hiyo sasa kuna ubaya upo. Na Marekani pia ni mbaya sana. Lakini pia na uzuri wake pia. Kila bali na jema lake. Kwa sababu pia Marekani kwa kitu ambacho ni kizuri, taifa la Marekani aliingilia dini ya mtu. Sababu ina marafiki wengi tu hawa kina Waarabu ambao ni Waislamu wengi, madikteta, ina marafiki tu wengi. Na nchi yake hairuhusiwi wewe kumlazimisha mwingine katika dini. Watu pale Waislamu wanasali, wa Buddha, wa Kristo na kadhalika. Na kuna uhuru fulani, na pia kuna ile utisho wa Marekani uko nao. Baadhi ya mataifa ya korofi yanaweza kuwa nayaogopesha. Kwa pia Marekani sikuwa kikorapsi. Pia ni riski pia ya dunia. Kwa sababu uchumi utaanguka duniani. Na pia tujui ni nani atakuwa mtawala na atatumia sheria zipi hasa. Je, atakuwa nani? Sasa ukipiga macho haraka kuna wengine wanadai sharia law, si ndio? Mtawala wa Kiislamu. Wengine wanataka sijui kuna Vatican huko, wanataka sijui New World Order, au sio? China anataka hivyo Korea Kaskazini. Yaani ukiangalia wote hao ni watu ambao wana doctrine, wana idea ngumu sana. Sasa tupo kwenye riski kubwa. Hata sisi dunia ipo wanataka tuweke New World Order, maana kuondoa order ya Marekani. Sasa wamezungumzia sana kama ile rais wa wapi kule Brazil, viongozi mbalimbali alizungumza kwamba dunia saiungane mkabe ya Marekani tu na order nyingine, new order, kwamba dunia iwe na amani. Lakini bado watu wanaangalia sasa, tukiondoa Marekani nani atajaza nafasi yake? Unaona, na Marekani hataki kuanguka. Sasa tupo kwenye riski, nani atakuja kuchukua? Sasa usifurahie tu kwamba Marekani atoke, kwa sababu tu amekuuzi kidini, labda Irani aondoke, labda amekuuzi kidini. Kwa uwepo wao hawa unafanya dunia iendelee kusuguana. Unajua mnapokuwa mnapishana, unajua mkipatana wote ghafla kuna tatizo. Unafiki ndani yake. Leo umekaa Januari mpaka Desemba, mke wako hata nuni mko tu hata hanuni kidogo, unacheka tu, hata glasi zinagongana. Elewa unajua pia kupishana ni moja ya uhai, njia za kujengana pia. Yani ni kufanya uhai uendelee kuwepo. Sababu chukulia wako simba tu porini, si ndio? Kuna lazima wawepo nyati, mbogo, swala. Na pia na wale pale simba wasipokuwepo wakizidi watatusumbua huko. Kwa simba yupo kwa ajili ya kutengeneza ile control ile inatoje mnataji ile mazingira nini, kuna jina moja la kizungu liko pale kucontrol wale wanyama wasizidi. Kwa kila kitu duniani kina nafasi. Taifa la Irani duniani lina nafasi yake. Israeli ina nafasi yake. Tanzania ina nafasi yake. Kwa sababu nikitafuta lugha gani ya kuheshimiana, lakini kusuguana kuendelee kuwepo. Maana kusuguana pia ni moja ya njia ya kiuchumi. Ndio kama tulizungumza mambo ya biashara na nini. Sasa pia kuna sasa ile kuna watu wenye nia ovu duniani. Sasa hii misuguano ipo, lakini sasa wao wana misuguano mingine ambayo si mizuri. Lakini sasa kwa sababu tumezungumza mambo mengi sana, kwa kumaliza sasa pengine unaiona wapi dunia hasa kupitia sasa hii migogoro ambayo ipo, na hii mwisho wake wa hivi tunaiona wapi? Okay,